Sasa soma gazeti la Rada la leo limeandika Rada linaandika mwanasheria utumishi ageuka Mungu mtu, lile sakata la vyeti feki. Amtimua ofisini anayedai kufukuzwa kazi kimakosa, adai fedha za serikali hazitolewi kwa huruma za mtu. Huyo mwanasheria utumishi huyo baba. Mungu mtu huyo. Sasa ngoja tumalizane naye mwanasheria huyo. Shule hapa lipeni. Akaambia na mgonjwa na drip. Anaambia bana pesa za serikali na mgonjwa wako na hazina hapa na drip. Uone kama utalipa. Anaambia pesa za serikali. Kama hujaishia jela. Unataka usumbufu. Hazitolewi tu kwa huruma za mtu. Sasa hili ni sakata la wafanyakazi wa serikali waliofukuzwa kazi kimakosa kwa tuhuma za vyeti feki, limechukua sura mpya baada ya mwanasheria wa tume ya utumishi na utawala bora Hilda Kibisa kumfukuza ofisini mmoja wa waathirika, huku akibainisha kuwa serikali haiwezi kulipa mafao yao kwa madai kuwa fedha za serikali hazitolewi kwa huruma ya mtu. Hilda huyo. Akamfukuza. Hilda, namsikia Hilda Kibisa, kabisa. Tena Hilda kabisa yani. Kamata sheria ndio. Sasa kabisa anasema au ametoa kauli hiyo akimjibu mmoja wa waathirika wa sakata hilo aliyekwenda ofisini kwake kufuatilia barua yake ya malalamiko kuhusu malipo yake ya aliyoyafikisha katika ofisi hiyo kwa muda mrefu sasa. Sasa mwananchi huyo na wenzie wamekuwa kufuatilia malipo yao au mafao yao hayo ya pension ya kila mwezi kutokana na maagizo yaliyokuwa yametolewa na Rais Samia Suluhu Hassan katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi yaliyofanyika mwaka 2022 kule Dodoma. Sasa hotuba ya Mheshimiwa Rais alielekeza Wizara ya Utumishi pamoja na Wizara ya Fedha kutafuta utaratibu wa kuwalipa waathirika wa vyeti feki 5% ya michango yao pamoja na wale ambao walikuwa wamebakisha muda wa mwaka mmoja au miwili kabla kustafu utumishi wao ili walipwe mafao yao. Sasa Hilda anakuambia pesa za serikali hazitolewi kwa huruma ya mtu. Ndio, na mimi nakubaliana naye. Kwa hiyo Hilda ashikilie pale pale. Sasa chumvi, kama ikiwa kila mtu anakuja na jambo lake la kutia huruma. Hii huruma, sumsikia Mheshimiwa Rais aliagiza mwaka 2022 kwamba serikali, nimesoma hapa bwana Musa kwamba serikali katika hotuba yake ya siku ya wafanyakazi kwamba serikali yani alielekeza Wizara ya Utumishi pamoja na Wizara ya Fedha kutafuta utaratibu wa kuwalipa waathirika wa vyeti feki 5% ya michango yao pamoja na wale ambao walikuwa wamebakisha muda wa mwaka mmoja au miwili kabla ya kustafu utumishi wao. Mbona ili walipwe mafao yao. Mwanasheria akashindwa kutafuta utaratibu. Ndio maana akasema hazitolewi kwa huruma ya mtu. Yuko vizuri kabisa. Na utaratibu unafanyika. Chumvi. Utaratibu wako na Hilda. Na mimi niko na Hilda. Siku zote. Niko na Hilda. Simwachi. Sasa Hilda asiambiwa atafuta utaratibu. Na utaratibu ndio unafanywa kazi sasa. Na Hilda anasema kwa sababu nyinyi mmeungana naye, Hilda anasema ndio. Kauli ya Rais Samia haitekelezeki kwa kile alichosema kuwa hizo zilikuwa ni huruma tu za rais na kwamba serikali haifanyi kazi kwa kauli za huruma zinazotolewa na viongozi kwenye majukwaa ya kisiasa bila kuwepo kwa maandishi kwa ajili ya kushughulikia swala hilo. Hilda huyo kabisa. Hapo sasa. Hilda, kwa nini mlikuwa muelewi Hilda ameenda mbali. Walikuwa hawamuelewi. Bado mko na Hilda? Niko naye sana tu. Yeye sema Rada naye kidogo. Kama kajiongeza hivi. Mnukuu Hilda dhidi ya kauli ya rais. Ni mnukuu. Ameweka quotation hapo. Kuna quotation hapo. Nukuu ipo. Huyo Rada atakumchonganisha Hilda tu. Amerudi nyuma. Nenda hivi. Nenda na Hilda. Najua Hilda ni mwanasheria. Kama wanaanza kurudi nyuma. Huyu Rada kaenda mbali. Labda kaenda mbali vipi? Anasema hela za serikali. Hilda, kwani mnukuu. Hilda anadai kuwa kauli ya Rais Samia haitekelezeki. Hilda. Na hizo zilikuwa ni huruma tu za rais na kwamba serikali haifanyi kazi kwa kauli za huruma zinazotolewa na viongozi kwenye majukwaa ya kisiasa bila kuwepo maandishi au kwa ajili ya kushughulikia swala hilo. Ndio anasema hakuna maandishi yoyote. Mimi sahihi bado niko na rais. Nilikuwa sikusikia vizuri. Mheshimiwa Rais alitakiwa kutoka pale aandike sasa bwana. Haya, Katibu Mkuu Utumishi. Andiko lile. Lakini ukishatoka jukwani pale umelipiga lile watu waliona hao watendaji wanaona kama laki siasa. Kuna kipindi kile mzee Magufuli alivyokuwa akitembea.
ana stop sana barabarani. Ndio. Anafanya mambo mengi sana. Anaweza hata kufanya maamuzi ya kiserikali. Mtu anaweza kufukuzwa kazi, mtu anaweza kupewa kazi. Vingi vilikuwa vinafanyika katika zile safari zake. Na kitu ambacho nikiobserve, unajua ile ilitupa fursa sisi kwanza kwa watu wengine ambao tunaanza kuangalia watu wengine wanafanya nini wakati rais anafanya shughuli zake. Moja kitu ambacho nigundua wakati rais ana wasaidizi wengi sana. Wakati wengine kila mtu anafanya shughuli yake. Wakati rais anaongea, kuna wengine wanaandika sana. Yaani rais yuko busy anahutubia lakini mtu anaandika tu. Sasa yeye anaandika nini? Sasa nadhani moja kati ya vitu ambavyo vinafanyika ndio hivyo sasa. Yaani kuna maelekezo mengine yanatolewa kama katikati ya hotuba, katikati ya mazingira fulani, lakini kwa sababu madam rais kaongea, wao hawachukuli poa. Lazima baadaye wanakaa chini wanaangalia bwana leo rais kaongea nini. Alafu wanajua wenyewe watakao wafanye nini. Sijui wachuje pumba na najua. Sasa hiyo nadhani huo ni utaratibu. Kwa mfano mwingine mzuri sana ukitaka kuangalia. Huu ni mfano bora kabisa kuliko yote katika nchi ambayo ina propaganda sana. Korea Kaskazini. Yule bwana mzee Kiduku yule akiwa anafanya shughuli zake. Kuna wale jamaa wanaandika na notebook wale. Unaona wale? Yule bwana yuko pale anaangalia afa anaongea. Hata kama na chat na mtu, jamaa naye anaandika tu. Si unaelewa Sasa ile kwangu mimi kuna mifumo baadhi katika nchi zetu hizi. Yaani rais anaweza kaa anatoa maelekezo mara nyingine popote pale. Sasa ni jukumu leo baadaye nyinyi wasaidizi na watendaji wengine ukaa chini kuangalia. Lipi linaweza kali limebeba ujumbe mzito ambaye anataka utekelezaji na tafsiri aliko ndani pengine kuna sehemu kuna watu wafanye kazi sijui mimi sio kazi yangu lakini nadhani ile ina mantiki. Kwa hiyo hii ndio maana inaenda kuwapa shida watu kama kuna hili ndio. Kwa hiyo inawezekana kule wakati rais kamaliza kutoa ile maana yake kunawezekana inatakiwa andiko litoke alikutoka pengine ilishia pale ikabaki story kwenye vyombo vya habari ambao tunaendelea kuibeba. Maana unaweza kukuta yule bwana amekwenda pale kwa Hilda ana klipu na magazeti na vipande vya magazeti. Zamani walikuwa wakija kuja na vipande vya magazeti. Ndio. Siku hizi wanakuja na klipu. Bwana mheshimiwa rais huyu hapa sisi wakongwe. Ndio. Sasa watu wanakuja kulalamika nchi hii. Watu wanasikia hapo hajawahi kuona. Sisi tumeona. Ndio. Watu wanakuja na mtu ana cuttings za miaka 9. Unakumbuka chumvi? Sembwela. Tena kwa order ya tarehe na mtiririko wa story. Na anajua yote. Ndio. Sasa siku hizi kuna clip Hilda. Bwana hii hapa. Msikia rais. Hilda kaiangalia ile clip. Hii bwana mimi kwangu haijafika maelekezo. Mimi level yangu ya ulipaji huko. Hiyo haitekelezeki. Lakini sasa hii ni nukuu ya hiyo. Ndio. Sasa pamoja na kuwepo na ushahidi wa wazi kuthibitisha kauli ya Rais Samia ya kuagiza Wizara ya Utumishi na Fedha itafute namna ili walipe mafao yao yote watumishi walioondolewa kwenye ajira zao kwa kukosa vyeti vya ufaulu mtihani wa kidato cha 4 na ambao walikuwa wamebakiza mwaka mmoja au miwili kustaafu. Lakini bado maafisa wa wizara hiyo wanakwepa kutekeleza agizo hilo la mkuu wa nchi. Sasa halitekelezeki. Tunarudi pale. Mheshimiwa rais ametoa hilo agizo. Sawa Lipo kwenye maneno. Halipo katika maandishi. Sasa ili haya malipo yatoke limefanyika. Ndipo hapo sasa ninapouliza wale wanaoandika wale wamefanya huu mchakato sasa baada ya mheshimiwa rais kusema pale mchakato huu sasa ili Hilda na wenzie waizinishe sasa haya malipo wanaizinisha kwa kupitia ile kauli tu ya jukwaani yule pale ije kwa waziri wa kazi na nini ije sio kwa waziri mkuu ije kwa nani anaandika minutes dokoma sasa ianze kutembea sasa katika taasisi ili hao walipe kupitia hiyo reference sasa wanae kwa mujibu wa andiko hili tumeruhusiwa tulipe sahihi ya waziri mkuu hii kwa mujibu wa andiko hili tumeruhusiwa tulipe na huyu anaizinisha inaenda hazina hazina hawezi wakaamka tu asubuhi wakakulipa lazima mchakato uanzie mahali lazima. Kwa hiyo mchakato umeshaanza kwa mheshimiwa rais. Sawa. Wale wasaidizi sasa wale ndio wangepeleka huko chini sasa. Wangepeleka kutoka kwa mheshimiwa rais. Wale wanachuja sasa. Ipi pumba, ipi mchele. Kurasa za magazeti.